kuhusiana na Hasan al-Banna. Huyu ni Sayyid Qutb, maelezo ni mengi, soma kidogo na ruka. Kuhusiana na Hasan al-Banna, huyu Hasan al-Banna huyu ndo mwanzilishi wa Ikhwanul Muslimun, mwanzilishi namba 1. Hasan al-Banna ana itikadi yake ambao mahali tumetofautiana na wao. Anasema huyu Hasan al-Banna, fazaimu at-tanzim Hasan al-Banna kana yashuddu ar-rihal ila quburi al-mauta, alikuwa akifunga safari kwenda kwenye makaburi ya wafu. Amesema faqad qala fi mudhakirati ad-da'wati wad-da'iya, amesema katika mudhakirati ad-da'wati wad-da'iya, tumezungumzia nani, na anasema wa kunna fi kathiri min ayyam. Hasan al-Banna mwenyewe, Hasan al-Banna mwenyewe anasema wa kunna, tulikuwa sisi fi kathiri min ayyam al-jam'i allati yatasadaf an naqdiyaha fi Danmuhur ونقترح رحلة لزيارة أحد الأولياء الأقربين في دنمهور، فكان أحيانا نزور دسوق فنمشي على أقدامنا بعد صلاة الصبح مباشرة، حيث نصل حوالي الساعة 8 صباحا، فنقطع المسافة في 3 ساعات وهي نحو 20 كيلومتر، ونزور ونصلي الجمعة ونستريح بعد الغداء ونصلي العصر ونعود أدراجنا ila Danmuhur haithu nusalliha ba'da al-maghrib wal-isha. Haya maeneo ni katika makaburi ya masharifu wao. Anasema tulikuwa sisi katika masiku mengi tunakusanya, ambayo ayyama al-jam'i allati yatasadaf, ambayo siku za kukusanya, siku za Ijumaa mathalan na siku zingine zikikutana, siku hiyo tunazitumia kwenda Danmuhur kwenye makaburi ya mawali wao. Wanafunga safari na kwenda huko, anakwenda li ziyarati ahad al-awliya al-aqrabin fi Danmuhur. Ziara zenyewe ndio za kufanya tawafu katika makaburi. Umar al-Tilmisani naye ana maelezo, anasema, angalia maelezo ya Ikhwan Muslimun, anasema fala da'iya idhan bitashaddudi fi an-nakiri ala man ya'taqidu fi karamati al-awliya wal-lujuu ilayhim fi quburihim at-tahira wad-du'a fiha 'inda ash-shada'id wa karamati al-awliya min adillati mu'jizati al-anbiya. Umar al-Tilmisani akiwaelezea Ikhwanul Muslimun itikadi yao, akasema hakuna hitajio la watu kuwa na tashaddudi, kukazia katika kuwakataza watu kuitakidi mambo ya karama ya watu wema na kuwaelekea al-lujuu ilayhi. Al-lujuu ni kuwakimbilia wakati wa matatizo wetu wema sharifu, kuwakimbilia wakati wa matatizo, fi quburihim, tena kwenye nini, makaburi yao. Hakuna jambo hilo ifai shirki, ifai, hakuna jambo hilo, hitajiki jambo hilo. Na kuomba hapo inda shadaid, wakati wa shida, kuomba kaburi la watu wema. Kwa hiyo nasema hakuna haja ya kukemeana kwenye mambo haya. Kwa hiyo hawaoni kukemeana, hiyo waoni kama shirki billah. Hakuna haja ya kukatazana mambo haya. Hawa ndio viongozi wakubwa wa Ikhwanul Muslimun. Hawa ndio viongozi wakubwa wa Ikhwanul Muslimun. Tena katika msingi mwingine, maelezo ni mengi hapa. Katika misingi ambayo tumetofautiana nao, katika misingi ambayo tumetofautiana, al-aslu thani unaruka. Katika msingi ambao tumetofautiana nao, al-aslu thalith ukurasa 22. Katika msingi ambao tumetofautiana nao, farqu bainana wa baina al-ansar sunna, ambao ndo hao masururiyun Ikhwanul Muslimun, ndo hao. Tofauti baina yetu na wao, na msingi huu uko wazi kwa hawa Ansar Sunna wetu wa Tanzania. Hapa imeanza tangu huko. Hakuna ugomvi wa mali, ndugu zangu, baina ya masalafi na Ansar Sunna, sio mali wala vyeo. Haya ni kabla ya kina Salim Barehiani, kabla pengine hata hawajazaliwa, au kama wamezaliwa bado watoto wadogo, kabla huko miaka huko. Na wanaozungumza hawa ni viongozi wao wakubwa. Katika msingi ambao tumetofautiana nao ni katika msingi wa al-imama, uongozi. Al-imam, utawala, namna ya kutaamali na al-imam, kiongozi. Hapa tumetofautiana nao, Anasema Sheikh wafaqahu Allah Ta'ala, al-Ikhwanul Muslimun as-Sururiyun, katika sehemu hii tumetofautiana nao katika wajhi tatu. Kuna wajhi tatu ambazo tumetofautiana nao katika msingi huu. Wajhi wa kwanza, hawa masururia ambao ndo Ansaru Sunna, wao wanaona inafaa kufanya khuruji kwa waliul amr bil qawl, kwa kauli, hakuna ubaya. Yani anasema wal khuruju bil qawl, na kufanya khuruji kwa kauli
huwa sani'u alladhina yuhassinuna lighayrihim alkhuruj ala hukam almuslimin, ni kile kitendo ambacho wanakipamba baadhi yao watu watoke wafanye khuruju kwa viongozi. Utakuta mashehe wale kazi yao wanakaa mimbar kuhamasisha watu, wenyewe hawatoki, hawabebi silaha, ila wanahamasisha watu. Kama wataki kuitikia jambo letu, maandamano, yeye yuko mimbari pale, hatoki kwenye maandamano. Hiyo ni al-khuruj bil qawl. Au mtu anaweka muhadhara, inafaa kumsema kiongozi hadharani, wenyewe wanaona safi, inafaa maadamu katiba yetu ya nchi inaruhusu, kama wanavyosema Ansarus Sunna Salim Barahiani, maadamu katiba yetu ya nchi inaruhusu, hakuna shida sisi kugoma, kufanya maandamano, kumkosoa kiongozi hadharani kwenye mimbar, hakuna taabu jambo hilo. Hii ni khuruju bil qawl, hii ni khuruju bil qawl, ni ukhawariji huu. Ndio maana Sheikh Mukbil kwenye maneno yake anasema katika Ansarus Sunna sasa hivi wengi ni makhawariji. Nimekumbuka maneno ya Sheikh Mukbil, sema wengi ni makhawariji sasa hivi, wamekuwa wengi katika hao nimetoka makhawariji kwa fatwa kama hizi ambazo wanapeana. Anasema wala yubashiruna alqital, hawatoki kupambana, wayakunu dhalika bilwaqi'ati fi ulati umuri almuslimina, na wenyewe wanakuwa wanawasema vibaya viongozi wa Uislamu fi majalis al-amma wal khassa, katika vikao vya pamoja na vikao vya siri, wakiwa kwenye shura zao dini, utakuta wanawararua watawala, wanawasema vibaya. Wa hadha yuhayiju an-nas wa yahuffuhum ala al-khuruj ala wali al-amr, لانه لا يمكن ان يكون خروج عملي الا وقد سبقه خروج باللسان والقول، وهذا الصنيع ينقص قدر الولاة عند الناس فالكلام فيه خروج. Anasema hii inahamasisha watu kutoka kwa kiongozi, kwa sababu haiwezekani watu waanze kutoka kwa mapambano ya vitendo isipokuwa wameanza kuhamasishwa. Hamasa ndio inatanguliaga kauli, kisha ndio inafuata vitendo. Hiyo ndio asili, kauli kisha vitendo. Kwa hiyo kuwazungumza viongozi ni kutoka kwenye taa yao, ni ukhawariji huo. Hiyo ni wajihi wa kwanza ambao makhawariji wenye masururia wanaona. Na hasisi ya Ahlus Sunna zima hapana, haram. Na hakuna khilafu katika hili, hakuna khilafu katika hili baina Ahlus Sunna. Khilafu iliyopo ni baina Ahlus Sunna na makhawariji ambao ni masururia. Hiyo ndio khilafu, lakini baina Ahlus Sunna hakuna khilafu. Na haya yapo kwenye vitabu vya Ahlus Sunna vya aqida. Imam al-Tahawi wala nara al-khuruj ala a'immatina wa ulati umurina wa injaru, hatuitakidi kufanya khuruj kwa viongozi wetu hata kama wakiwa wajeuri wanafanya dhulma, haifai. Tikana watu wana subra, lakini wenyewe wanaona inafaa, kuna shida. Na wala naye ameweka wazi Salim Barahiani kwenye kitabu chake, inafaa. Hawa masalafia jadida hawa wanazuia watu maandamano, wanazuia sijui sehemu kama hizi. Kijana wa Barahiani nani Yasini Makumba anasemaje? Hao si Ansarus Sunna, ni masururiyun. Umeelewa? Ni ansaru dunya wal mal, sio Ansarus Sunna. Na pia wanafanya khuruj al-amali, wanatoka kwa watawala vitendo, hawaishii kwa kusema tu, wana mikakati ya kutoka kwa watawala. Na wakipata fursa, chance ndogo utawaona, ikitokea chance utawaona kwenye majukwaa na silaha wanaweza kubeba, ni fursa hawana, wamekwama, wanaona serikali msimamizi wake mkali, lakini wakipata chance anafanya khuruji. Umeelewana? Anasema katika alwajhu thani katika ukurasa wa 23, anasema katika waji ambazo masururia wanatoka kwa watawala, alwuqu fi alkhuruj alamali, wanatoka kwa vitendo. Walmaqsudu minhu, na maksudio katika jambo hili, as-sa'yu fi qatl al-imam wa izalati, kwenda mbio katika kumuua kiongozi na kumtoa madarakani. Wana harakati na mikakati ya kumtoa kiongozi madarakani, sawaun akana bisayfi au bighairi, sawa kwa upanga au wasiokuwa upanga. Wenyewe wanaona inafaa. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, al-Imam Ahmad imamu Ahlus Sunna anasema, wala yahillu qitalu sultan, na si halali kupambana na kiongozi, wala al-khuruju alayhi, wala kutoka kwake yeye, li ahadin minan nas, kwa yoyote katika watu. Hii ndio itikadi ya Ahlus Sunna.
haifai kutoka kwa kiongozi. Faman fa'ala dhalik, mwenye kufanya hayo, Imam Ahmad, mwenye kufanya hayo fahuwa mubtadi'un, ni mzushi. Kwa hiyo masururia sio ahlus sunna, ni watu wa bid'a, au ansarus sunna ni wazushi. Fahuwa mubtadi'un, ni mzushi, ala ghairi sunnati wa tariqa, yuko nje ya sunna na yuko nje ya njia ya wema waliotangulia. Naweza kufikiri wanasingiziwa, tuwasingizii, ndio itikadi yao. Na alhamdulillah ambao hawajawadiriki ansarus sunna miaka wakiwa na nashab, Barihiani ametuachia hazina namna ya kutaka kujua ansarus sunna. Soma ni upi usalafia jadida. Huu ndio ansarus sunna uliopo, ni ukhawarij kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Wallahi ni ukhawarij yule asawa kina Osama bin Laden ndio huko. Na hata alionukuu kwao ngoja kuelezea inshallah hichi na muda wake, ngoja kuanzia mwanzo, jina la mwanzo mpaka yaliomo ndani kidogo mukhtasar, muone namna hawa ansarus sunna ni watu wa bid'a, bali ni makhawarij. Umeelewana? Bora asije akasema bana ugomvi wetu na hawa ni maslahi la. Salim Barihiani na wenye kuungana na wao kama gine Yasini Makumba na wengineo ni masururia makhawarij, si katika sunna. Na hii tunasema saraha, akiweza ajiapinge, tutamthibitishia kwenye kitabu cha shekhe wake Salim Barihiani. Apinge sasa, aseme tumechomekea haya maneno. Si vipi wamegaiwa? Yapo, ni makhawarij. Imam Ahmad anasema hili moja tu, wala yahillu qitalu sultan wala alkhuruj alayhi li ahad minan nas, faman fa'ala dhalik fahuwa mubtadi'un, mwenye kufanya hizo ni mzushi, ala ghairi sunnati wa tariq, yuko nje ya sunna na yuko nje ya manhaj salafi. Al-Imam Ahmad ndo anasema maneno hayo, na maneno haya katika usulu sunna, na wanafunzi wanasomeshwa misikitini katika maraji za kisalafi, wanasomeshwa watoto na wanahifadhishwa maneno haya. Kwa talibu ilmu salafi akisoma maneno haya Imam Ahmad, akija akisoma usalafi ni upi usalafia jadida, mbona al-makhawariji pengine hata amjua hajawahi kumuona Salim Barihiani mubashara na hukumu kwa aliyoyaandika mwenyewe, ameyatoa yaliyomo kwenye nyoyo zao na itikadi zao kayaweka hapo. Alhamdulillah, na hii ni neema. Wengi ambao mashekhe walipokuwa wakisema wengine wanakanusha uongo, wanatusingizia, Allah akamsalitisha kwa mkono wake akaandika itikadi yao. Umeelewana? Anasema wasururiyatu wal ikhwanul muslimun waqa'u fi al-khuruj al-qawli wal 'amali. Masururia na ikhwanul muslimun wameingia katika kufanya khuruj kwa kauli na amali, wameingia katika kufanya khuruj kwa kauli na amali. Faqad waqa'a minhum tahridhu an-nas, imetokea kwao kuhamasisha watu, wataalibuhum ala al-khuruj, na kuunda makundi ya kufanya khuruj binawaihi, kwa aina zote mbili, ala hukami al-muslimin, dhidi ya viongozi wa Waislamu, wa waqa'u fi at-tahridh ala istibahati dima'i al-muslimin, na pia wanahamasisha watu, wanahalalisha damu za Waislamu. Wanaona sawa tu. Wa madhhabu ahli sunnati, na madhhabi ya ahli sunna as-salafiyun qa'imun ala wujubi as-sam'i wat-ta'a, juu ya wajibu wa kusikia na kutii liulati al-amri bil ma'ruf, viongozi kwenye mambo mema. Melwan Mtume anasema inna mata'atu bil ma'ruf, kutii kwenye mambo mema. Salim Barihiani kiongozi wa Ansarus Sunna Tanzania ndio mwenyekiti wa BASUTA, ndio maana namtaja. Ina maana nikitaja Barihiani, Makumba anaingia ndani, Muhammad Isa anaingia ndani, kina Jumapori wote, yule ndio mwenyekiti wao. Umenielewa? Yule ndio shekhe wao. Anaweka wazi, hii unajua mambo haya maandamano serikali pia inaruhusu. Kwani serikali inaruhusu vingapi ambavyo ni haramu katika Uislamu na kuvifanya? Serikali hairuhusu pombe, kwani ndio tufanye tunywe pombe? Unajua serikali imeruhusu bwana. La, Mtume anasema inna ta'atu bil ma'ruf, serikali imekuruhusu jambo ambalo ni haramu kwenye dini yako, usimtii kwenye hilo. Hili bana mmeruhusu, lakini ni haramu kwenye Uislamu. Basi kwenye pombe tumekubaliana, kwenye kamari ni hivyo kweli bana, hii haramu hata kwenye dini yetu. Kwenye maandamano wasema hii tumeruhusiwa na serikali, na hali ya kuwa hata kwenye sheria ya dini ya Allah ni haramu.
Kwa nini? Kwa sababu ndio itikadi yao, ndio masururia wenyewe, ndio itikadi zao. Na haya katika itikadi ya Ahlus-Sunna kuna hadithi nyingi, miongoni mwao hadithi ya Abdullah ibn Abbas. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man kariha min amirihi shay'an falyasbir, mwenye kuchukia kwa kiongozi chochote awe na subra, asubiri. Kuna kitu kinakukera vuta subra, usihamasishe watu vurugu, vuta subra. Mtume akasema, fa inna, hakika, man kharaja min as-sultan, mwenye kutoka katika taa ya kiongozi, shibran, shibri moja, mata mitatan jahiliya, atakufa kifo cha kikafiri cha kijahiliya. Ni jambo lisilofaa, na hii ni itikadi yetu. Anasema, wali annahu yatarattabu ala al-khuruj alayhi min al-fawda wal-fasad adhaaf ma yahsulu min al-jawr, kwa sababu yanafungamana pindi watu wanapofanya khuruji, madhara yake ni makubwa. Bora mngevuta subira kwenye ujeuri wake. Angalieni watu wa Libya walivomtoa Muammar Gaddafi, melwa walimtoa ujeuri, afai hawa, na walioshiriki ni Ikhwanul Muslimun walimtoa, wakisaidiwa na Mfaransa. Ni Ikhwanul Muslimun walimuua. Leo wanajuta kumuua kiongozi wao, wanatamani angebaki vile vile na ujeuri wake. Ahlus Sunna wanasema, jamani, vumilieni, subirini. Melwana ujeuri wa kiongozi, huu ni bora kuliko madhara yatakayokuja kupatikana baada ya kumtoa huyu. Tubakini hapa. Alafu pia kiongozi akiwa jeuri ni adhabu kwa watu. Adhabu ya Allah iondolewi kwa maandamano. Melwana, baadhi ya maulama salaf, watu walipokuja kushtakia watawala wao, wakasema hiyo ni adhabu ya Allah. Allah anasema, wakadhalika nuwalli ba'dha adh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun, tunawatawalisha madhalimu juu yao baadhi kwa baadhi. Kwa hiyo ukiona kiongozi wenu mjeuri, jua na nyinyi pia ni waovu. Tubieni kwa Allah, Allah atawabadilishia, atawapa kiongozi mzuri. Masururia njia yao kutoka. Sikilizeni sasa itikadi yao katika ushahidi kwamba masururia, Ikhwanul Muslimun, wanaruhusu kufanya mapinduzi kwa watawala. Nikisema masururia na kusudia Ansarus Sunna, al-Qutubiyya na wengine, wanaruhusu kufanya mapinduzi na kuhamasisha maandamano. Ni kile walichokifanya katika yale mapinduzi yanaitwa Ar-Rabi'ul Arabi. Kuna kitu kinaitwa Ar-Rabi'ul Arabi, fukuto la nchi za Waarabu kuanzia mwaka 2010 hivi kuja. Kuna kipindi mapinduzi Misri, Yaman, mavurugu juzi tuko hivi na umri. Mapinduzi katika nchi za Waarabu yale yaliongozwa na Ikhwanul Muslimun. Wakafanya mapinduzi Libya, wakataka kufanya mapinduzi Masr, walijaribu miaka hiyo wakashindwa, wakamuua waziri mkuu, wakafukuzwa. Wakarudia tena, wakaenda kufanya mapinduzi Yaman, wakamtoa Ali Abdullah Saleh. Leo Yaman yapakaliki, Ahlus-Sunna wanauawa, Mashia Marafidh ndio wameshika nchi, lakini walioshiriki kumtoa kiongozi Muislamu ni Ikhwanul Muslimun. Leo wanatawala kina Abdul Malik al-Houthi baadhi ya maeneo makubwa wa Yaman, na wanasaitara katika mji wa Yaman. Ni nani aliyowakaribisha? Ni Ikhwanul Muslimun. Sudan wamemtoa Omar Bashir, nani? Ikhwanul Muslimun. Angalia wa Sudan leo wanavyoteseka, majenerali wawili wanashindana nani achukue nchi, vita, wanaeuliwa ni Waislamu. Ni nani wamefanya hivyo? Ikhwanul Muslimun. Inaitwa Ar-Rabi'ul Arabi, fukuto katika mapinduzi katika nchi za Waarabu. Wakataka jambo hili walipenyeze katika nchi za Ahlus Sunna, wakashindwa kwa sababu ya udhibiti wa watawala katika nchi hii, wakashindwa. Zamani mwaka 91, 92, 93 walipambana kutaka kufanya mapinduzi Mamlakatul Arabia Saudia, wakashindwa. Ndio chanzo walipoamrishwa kuhusiana na sam'u wa taa, wakawaita maulama wa Ahlus Sunna ni jamia, na wakawaita ni madakhila na salafia jadida. Ndio jina lilipozalika baada ya kuambiwa msifanye mapinduzi kwa kiongozi wa Kiislamu. Wakasema nyinyi ni masalafia jadida, nyinyi ni majamia, nyinyi ni madakhila. Ndio sababu ya jina hilo, nayo ameyataja Bariani mwenyewe kwenye kitabu chake, japo ameongea uongo mwingi miaka ya vita vya Khaliji.
miaka 92 93 ndio alipoanza kukemewa. Ndio Muhammad Surur alipotoa makucha yake. Sasa watu kaambia kumbe ndio huyu. Baada walivyoshindwa wakahama nchi, wengine wakafungwa. Baadhi ya mashehe ambao Salim Bareana na wategemea wako jela kwa ukhawariji, wako jela kama hivyo walivyo Tanzania kina Abu Ismaili, kina nani, baadhi ya mashehe wao wako jela kwa tuhuma za ukhawariji. Umeelewana? Hao ndio Ansar Sunna. Na hii ni tofauti baina yetu na wao. Hivi mnanielewa vizuri? Katika ushahidi Hasan al-Banna anasema Hasan al-Banna katika kitabu Majmu'atu Rasail Hasan al-Banna anasema hivi chini hapo, anasema nahnu harbun ala kulli za'imin au ra'isin au hay'a la tastajibu li da'watina, sisi tutapambana na kila kiongozi au rais yoyote ambaye haitikii, hataki dawa yetu, tutapambana naye. Hasan al-Banna huyo, tutapambana naye. Wa sanulinuha khusuma, na tutamtangazia vita la silma fiha wala hawada, ambayo hakuna amani ndani yake, hakuna silma, yani kusalimisha ndani yake, wala utulivu. Hatta yaftaha Allahu bainana wa baina qaumina bilhaq, mpaka Allah hukumu baina yetu na wao. Kwa hiyo hii ndio itikadi yao, kupambana na watawala, na amesema sisi tutapambana na kiongozi. Kwa hiyo ukikataa kukubali kuwa Ansar Sunna, watatangaza vita na wewe. Sio vita ya hujja na bayani, la, vita ya kuuana. Utauawa. Umar al-Tilmisani akimuelezea Hasan al-Banna mwaka 1952 anasema inna Hasan al-Banna bisufiyatihi, Hasan al-Banna kwa usufi wake, huwa sani'u inqilab 1952, ndio aliyofanya mapinduzi mwaka 1952, inqilab ala al-Malik al-Faruq, ifanya mapinduzi miaka hiyo huyu Hasan al-Banna. Kwa hiyo majaribio ya mapinduzi wameyafanya sana, sehemu zingine wamefanikiwa, sehemu zingine wamekwama. Umeelewa? Hawa ndio al-Ikhwanul Muslimun. Na Ikhwanul Muslimun pia hawa Sururia katika aina wajhi ya tatu ambayo wanafanya khuruji kwa waliul amr. Yara al-Ikhwanul Muslimun anna al-bay'ata lil-murshid wa laysa lil-imam. Ikhwanul Muslimun wanaitakidi bai'a, kiapo cha utii ni kwa kiongozi wao, sio kwa rais. Kiapo cha utii ni kwa kiongozi wao, sio kwa rais wa nchi. Wanakula bai'a ile ambayo inatakikana tule bai'a kwa kiongozi wa nchi. Haifai kula bai'a isipokuwa kwa waliul amr, imamul muslimin. Wenyewe wana viongozi wao ambao ndio watawala wa mambo yao, kuna bai'a. Jambo hili binafsi silijui kwa Salim Bareani na taasisi yake za Sunna, kama lipo au wali, kama wana bai'a au hawa, silijui jambo hili. Sasa Ibn Abbas fikiri yupo, hata si yupo, atakuja kutuelezea kama lipo wana bai'a, lakini ni katika itikadi ya Ikhwanul Muslimun kula bai'a, kwamba tuko tayari kufa, kupona, damu yangu, uhai wangu, niko tayari kufa kutetea Ikhwanul Muslimun. Kula bai'a. Akaelezea, amenukuu Mahmud Abdul Halim katika kitabu Al-Ikhwanul Muslimun baina al-ibtida'i ad-dini wal-iflas as-siyasi, anasema uahidu Allah al-ali al-azim ala at-tamassuk bi da'wati al-ikhwan al-muslimin. Angalia bai'a yao, bai'a yao, uahidu Allah, ninamwahidi Allah al-ali al-azim ala at-tamassuk bi da'wati al-ikhwan al-muslimin, kushikamana na dawa ya ikhwan al-muslimin, wal jihadu fi sabiliha, na kupigana jihadi katika njia ya ikhwan al-muslimin, sio fi sabilillah, fi sabiliha, katika njia hii, wal qiyam bi sharaiti adawiyatiha, na kusimama kutekeleza masharti ya viongozi wa kundi hili, wa thiqatu tamma bi qiyadatiha, na kuwaamini viongozi wake, wa sam'u wa ta'a, na kuwa na sam'u wa ta'a fil manshaq wal makrah, katika uchangamfu na katika karaha. Wa uksimu billahi alazim ala dhalik, ninamwapia Allah juu ya hilo. Wa ubai'u alayhi, na ninakula bai'a katika hilo. Wallahu ala ma aqulu wakil. Hii ndio bai'a yao. Kwa hiyo sio ahlus sunna, ni watu wengine kabisa, ni watu wengine kabisa hawa al-Ikhwanul Muslimun. Na kuna bai'a ambayo alikula Zainab al-Ghazali. Zainab al-Ghazali alichukua bai'a kwa Hasan al-Banna,
Zainab al-Ghazali alichukua bai'a kwa Hassan al-Banna. Alichukua bai'a kwa Hassan al-Banna. Zainab al-Ghazali kuna kitabu chake fulani hivi kinaitwa Ayyamun fi Hayati, mateso katika maisha yangu au damu katika maisha yangu. Kimetafsiriwa na IPC, Islamic Propagation Center. Ndio maana nilisema IPC pia ni Ikhwanul Muslimun. Wametafsiri hichi kitabu. Wallahi ukisoma hichi kitabu unaingia kwenye siasa na Lissu na wengine. Namna anavyohamasisha watu kupambana na viongozi mwanzo mpaka mwisho. Na anaweka wazi viongozi wa Saudia, watu wote makafiri, sio waislamu kwenye hicho kitabu. Kimefanywa tarjuma kwa Kiswahili na Islamic Propagation Center. Ambao ni Ansarus Sunna pia. Ni katika Ansarus Sunna wamekifanyia tafsiri kitabu hiki ambacho kina balaa. Binafsi nimekisoma kwa Kiswahili kitabu hicho. Nikashangaa, nikashtuka, nikaambiwa vipo hivi shehe, maktaba za shule za Islamic zipo, vitabu hivi vimejaa. Akasema inna